Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu katika imani, natumaini hamjambo, afya tele. Natumaini huko mliko mambo yanakwenda vizuri. Kwa usiku wa leo ama kwa siku ya leo nataka kuzungumzia kitu kidogo sana, lakini ni kikubwa sana ndugu zangu katika imani, na hili lazima Waislamu tuamke, lazima Waislamu ifike mahala tuweze kubadilika. Ndugu zangu, sasa hivi imekaribia Ramadhani. Leo tuna takriban kama wiki moja tu bado kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao Allah tabaraka wa taala ameusifia kwamba kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba katika saumu watu wajipinde katika funga ili waweze kufikia daraja ya uchamungu. Sasa kutokamana na jinsi mmomonyoko wa maadili na dini navyozidi kudrop, tunajikuta Waislamu katika mwezi wa Ramadhani tunafanya vitu ambavyo ni haramu kuvifanya katika mwezi wa Ramadhani, na ni kwa sababu ya kufata mkumbo, lakini pia kwa kupungukiwa maarifa ya elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa sababu Uislamu lazima ufuatilie sana ndugu yangu, ili uweze kufata au kufanya mambo ambayo Allah tabaraka wa taala anayahitaji uweze kuyafanya. Ndugu zangu katika imani, hivi majuzi kuna kauli mbalimbali za viongozi wa serikali yetu ya Jamhuri ya Tanzania. Wamejipanga kuhakikisha kwamba inapoingia Ramadhani wanafanya au wanaleta kitu kinachoitwa Ramadhani Cup. Ndugu zangu katika imani, ni haramu katika dini yetu ya Kiislamu kuipokea Ramadhani kwa kusherekea au kuipokea Ramadhani kwa mpira, kwamba inapoingia Ramadhani badala ya kwamba watu au Waislamu wajipinde katika kufanya ibada, watu wajipinde misikitini kutafuta ucha Mungu, basi watu wanatumia Ramadhani hiyo kwenda kushangilia mpira. Katika saumu ama katika mwezi wa Ramadhani kuna vitu vingi vinahitaji kuvifanya katika ibada. Sasa mimi nilikuwa na ombi kwa viongozi wa serikali, wasitupotezee umma wa Kiislamu, wasituingizie vitu ambavyo havipo katika dini yetu ya Kiislamu. Basi wafanye ya wajibu ambayo ya kiserikali, watuachie umma wetu wa Kiislamu na jamii yetu ya Kiislamu tuzidi kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu amewajibisha. Wasituingizie vitu ambavyo kwenye mwezi wa Ramadhani havipo. Sisi Waislamu hatuna habari za mpira. Unaona? Sasa cha kushangaza kwamba wameleta Ramadhani Cup, lakini ikifika Christmas hakuna Christmas Cup. Hakuna Christmas Cup. Ikifika Pasaka hakuna Pasaka Cup. Kwa nini wanataka kutuingizia kwenye dini yetu ya Kiislamu vitu ambavyo vipo? Haya ni makolokolo ambayo sisi Waislamu hayapo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mimi rai yangu ombi langu kwa umma wa Kiislamu, tusipotezwe polepole. Saumu imekuja, tumeletewa kama mfagio wa kutufagilia madhambi yetu tuliyoyafanya mwaka mzima. Sasa hatuwezi tukaupokea mwezi wa Ramadhani kwa kuchuma madhambi. Tunatakiwa tuchume thawabu. Mtume sallallahu anasema katika hadithi sahihi kwamba Ramadhani ila Ramadhani mukafilati mabainahunna, kwamba Ramadhani mpaka Ramadhani inafagia madhambi ya baina ya Ramadhani na Ramadhani. Kwa hiyo Waislamu, tuutumie mwezi huu wa Ramadhani katika mambo ya kheri. Tunautumia huu mwezi wa Ramadhani kama kupanda miti kwenye jamii, kama kusalimia wagonjwa, hiyo ni ibada, na kufanya mambo mengine. Hatuwezi tukashinda kwenye majukwaa kwa ajili ya Ramadhani Cup.